Mwanafanya alivyopanda alitaka kuongea vitu vyake kama politician kama kwa sababu ni kiongozi wa kisiasa. Yes. Lakini pia ni ana kofia mbili, msanii na ananilia. Kwa hiyo alivyoingia pale kuwashukuru na nini, alivyosema tu bwana sisi awamu ya 6. Umati ukabadilika pale. Hali yake change kabisa. Moment ile kwa kweli ulivyoiona ni kitu gani ulifeel? Sasa pale kuna mambo kadhaa. Kwanza mimi nilikuwepo na hii pointi nitaiacha nitakuja kuisemea mbele. Ila nadhani he was caught off guard. Yani alikosea kufanya mahesabu kwa sababu jinsi vibe lililokuwepo la watu kupokea na jinsi watu walivyokuwa they happy, umeona? Na jinsi walivyompokea na yeye ali let down the guard. Aliamini kwamba hapa naweza nikaflow nayo tu. Kwa hiyo hakutumia creativity ya kuideliver. Umeona? Kwa sababu ya mazingira alimuonesha it's a safe environment. Alafu kumbuka wale sio Gen Z. Umeona? Kwa hiyo aliamini hii age group hii na mambo haya sitegemei kwamba nitakutana na backlash. Sawa. Kwa hiyo naelewa kwamba ile kuna uwezekano ingemkuta yoyote. Kwa jinsi mazingira, yani alikosea timing fulani. Alichokuwa anasema ilikuwa ni kizuri, issue ya arena. Unaona? Lakini naamini lao angekuwa ameanticipate hilo, delivery yake ingekuwa tofauti. Alikuwa na uwezo wa kufikisha ujumbe kwa njia tofauti. Mwanafa is brilliant. Na yule ni genius. He's an artist. Ni msanii. Yani nikimaanisha ukisikia craftsmanship yake anavyoandika mimi moja ya mashairi ambayo amenikaaga mpaka kesho, sinunguniki sina viatu wakati wenzangu wana miguu. Umeona? Kuna mashairi aliimba back then alafu yako relevant. Kuna ile anakuambia anakupa mistari anakuambia ipo siku moja usiponiheshimu mimi utaheshimu hela zangu. Sasa ndo wakati anatoa hile alikuwa ni msanii wa kawaida. Sasa hivi ana hela alafu ni mheshimiwa. Umeona? Utachagua mheshimu kwa lengo ipi? Yes. Kwa hiyo he was ahead of time. Na craftsmanship yake ilikuwa amazing. By the way, utanikumbusha niongelee issue ya Jmo pia. So lakini nadhani he was caught off guard. Na if he angejua ile deliver kwa njia tofauti. Nadhani kulikuwa angifahamu, maybe angesema kuna nikupeni good news, kuna arena inakuja. So next show kama hii itapigwa kwenye arena. Kwa hiyo angeenda hiyo alafu ndo akamalizia kwamba wanangu naona kama mmejezana sana hivi. Yes. Ya sasa I know ili kesho na kesho kuta tusibarane hivi. I know for a fact. Wanangu mimi naona wenyewe mna deserve kuwa na arena nyingi. Yes, I know for a fact kwamba atumwelekezi mheshimiwa namna hapo. No. Tuna nani maoni yetu binafsi. Mimi najua I know for a fact how brilliant Mwanafa is. Sana. Na najua angejua vile alikuwa anajua jinsi ya kutegua mtego na angejua jinsi ya kudeliver. Lakini mazingira yalimwaminisha kwamba watu watapokea kwa jinsi ilivyo. The way they were happy. Ila sasa hapo inakuja kwenye problem solving skill. Babu Tale nampa heko. Alivyoona tu mazingira, kwa sababu Mwanafa baada ya pale akajaribu kama kuforce kama kuwaelimisha, watu wamekaza guys msipo huko Babu Tale amsha ilipopigwa tu ngoma watu wakaipokea. Yani ile issue ikaishia pale. Na nilipenda Mwanafa alizungumza kwamba sisi kwa sababu nyinyi ndio mmetufanya tuwepo hapa na mmekuja kwa sababu yetu na mmekuja kutusupport, basi tunaenda kama mnapotaka nyinyi. Yes. Kwa hiyo kwenye upande huo Babu Tale problem solving skill yake ilikuwa faster, kamaonyesha DJ ilivyondoka tu ile game over. Yani watu wakasahau, ikaendelea shangwe. Alafu baada ya pale ilimthrow off kidogo. I could see his body language. Yani he was composed lakini kidogo ilimshake kidogo. Kadri muda ulivyoenda akawa anarudi. Alafu kilichompa
kumrudisha sasa kwenye game. Ilizimwa Fegid afa akachana sana mpaka watu wakapiga shangwe. Yes, ile sasa ikawa. Alafu of course akaja na mwana akaja na nini ila ndio akapiga nyoze kapu sana. Unaona kuna hiyo. Ila sasa that's one place. Upande wa pili kwenye unajua kwenye intelligentsia wana kazi kuu kadhaa. Mmoja wapo ni counter intelligence, kupambana na intelligentsia ya upande wa pili. Sawa? Upande mwingine moja ya sehemu is to anticipate move ya adui wako. Sio, unanielewa? Kwamba una anticipate kwamba huyu kwa mazingira haya atafanya 1 2 3. Upande wa pili walijua, wali anticipate kwamba hao watu wataleta siasa huko ndani. Sio, unanielewa? Mimi nilikuwepo. Sehemu nilikuwa nimesimama ni pale karibu na stage. Yale makelele yalianzia kulia kwangu hapa kati. Wale watu najua mimi kabisa. Ukiniuliza maoni yangu walikuja pale wakiwa wamejipanga. Yani they were ahead of the time. Walijua. Yani walijua what's coming. Alafu na wewe fuatilia zile kelele. Zilianza kidogo alafu zikapokelewa ndio zikawa amplified. Fuatilia tangia kelele zilianza kidogo. Then sasa ile ni mob psychology. Kuna jinsi ambavyo unashawishi mob psychology, wanapokea, inaenda. Yes, kwa hiyo unajua at the end of the day lazima tuwe tuna uwezo wa kuwa na maongezi magumu ya kuambiana ukweli ili nani. Na actually kuna makala nayaandaa, hii ni open letter kwa serikali na Watanzania, inaitwa hard talk, maongezi magumu. Kuna vitu ambavyo nataka tuviongee yani kiume, tuambizane ukweli. Sma unazengua sehemu 1 2 3 ila sehemu moja uko sawa. Yani tusipokuwa tuna uwezo wa kuwa na maongezi ya hivyo tutakuwa tunadanganyana. Je, unawapelekea hard talk wanaikubali? Maana mimi no wana fuse they know what to expect. Alafu I know how to deliver uzuri katika kitu nakupongeza Sma. Una namna nzuri sana ya najua jinsi ya kufikisha ujumbe. Kama mtu ana hate basi ni yeye binafsi, yeye mwenyewe. Of course sawa ya Mwanefei hiyo. Kwa hiyo ngoja niwaambie upande huo lazima akubali wapigwe bao. Yani hiyo. Kwa hiyo wajipange. Unajua ni kama vipi? Yes. Nilimwona so next time they need to anticipate. They need to anticipate. Kwa licheza game pale katikati. Kuna game ilichezwa na walizidiwa yani wali relax. Umeona? Ngoja nikupe sasa kisa kimoja. Kabla kuna kipinda nilikuwa na perform Georgian Dragon iko Masaki. Aliyekuwa sponsor wa ile show. Ile ilikuwa Ijumaa inaitwa Chill Out Friday. Ilikuwa ni kampuni moja sio kuitaja ya bia ndio alikuwa sponsor ya hiyo. Sasa kwa hiyo walikuwa wanatoa hela nzuri. Kuna kampuni nyingine ambayo ni wapinzani. Unajua walikuwa wanafanyaje? Walikuwa wanakuja mapema, wanachukua meza kama 4 5, wanaagiza vinywaji vyao, wanavijaza pale. Sawa? Kwa hiyo watu wa kawaida wakiingia, sisi watu hivi ushawahi kwenda hotelini afu kukuta mtu kaagiza chakula afu katamani na mimi nataka kama kile. Kama kile. Yes, ile ni psychology ya watu. Kwa hiyo wakawa wanafanya vile. Kwa hiyo raia wakija na wao wanaagiza walichoagiza hichi. Kwa hiyo wao wakawa wanauza kwa slope na wakati kuna mtu kalipia event venue huwezi kumzuia lakini walitumia akili. Kwa hiyo hata ngoja kwambia, unajua kile marathon huwa kuna mchezo huo. Unakuta sponsor ni mtu fulani alafu mpinzani wake haja sponsor ila anachukua same labda baba sijui nini. Kwa hiyo presence yake inakuwepo kwa sababu watu si wapo, muhimu aonekane. Kwa hiyo kuna michezo. At the end of the day lazima uwe na strategist ambao wana uwezo wa kusoma mchezo na kuanticipate game. Sure. Yes. Na nilimwona mheshimiwa nani Mbilinyi Sugu alipiga dongo ile mapema akaishi na mapema. Yani lazima ukubali. Kuna kipindi umepigwa unakubali kwamba hapa nimepigwa kichaa. Umeona? Kuna battle. Battle ni moja ya ni sasa kwenye midfield kati pale kwenye mapambano ya boxing unakuta kuna round 10, sawa?
uenda moja round pili ukala kichapo. Sawa. Lakini haimaanishi ndio umepoteza. Yes, kwa lakini unaweza kusema round fulani mwanangu umechakaza, nimepelekewa moto. Umeona? Kwa hiyo lazima, na usipokubali hautoitafutia solution. Kwa hiyo alafu upande wa hao uliotaja na wengine wamepita nayo, yani mitandaoni kila ukipita, yani sisi watu tunasema they had a field day, yani wameenjoy sana, yani ilikuwa ni yes. Na mimi nilikuwa naangalia uzuri nakaa naangalia nikasema okay, upande wa pili wana jinsi ya kubounce back, wanaweza kutengeneza tukio ambalo ka bounce back, lakini naona walikubali tu bana, hii tumepigwa, iache ipite, mapambano yanaendelea. Na nilipenda pia viongozi wengine walisoma alama za nyakati hapo, na ile kwamba apande na mheshimiwa fulani tena mwingine. Yes. Kwa hiyo nilipenda kuongwa mkoa wa Chalamila pale, nilimuona amekuwa akisupport sana pia na Nilima harakati za sanaa, alipita pale na nini akaangalia show, fika muda naye Mtale si mbunge. Mbunge pia kabisa. Akuhusika na zile kwa siasa kabisa. Akaenda ndani zake. Pale alipiga nini pale? Akachomoka zake. Alafu Mtale amejipa jina gani? Godfather. Sasa mimi nataka nili twist kidogo. Kwa sababu amesema Black Godfather. Black, yeah. Sawa. Sasa ile it's too general. Kwa sababu kuna Don Jazzy na anajiita Godfather na wengine na wengine. Mimi natamani tuifanye specific Bongo Flavor Godfather. Iwe specific Bongo Flavor Godfather. Ya tukiacha Black inakuwa tu general, na hata Marekani kuna ma Black Godfather na wengine, lakini tukiweka Bongo Flavor Godfather imekaa vizuri. Nadhani mheshimiwa hebu ishi nayo afu hiyo ni maoni yangu binafsi. Mtu ukiona inafaa. Mimi naona ni nzuri pia, lakini of course inawezekana ile Black kwamba sababu yeye ni mweusi na nini anatokea Afrika. Of course pia ikiwa Bongo unajicategorize kwamba bana mimi nawakilisha watu wa sehemu fulani, si ndio? Kabisa. Yeah, of course kingine pia kilichotokea siku ile ni tukio la Dudubaya. Bana nakumbuka alikuwa ni miongoni mwa wasanii wa mwisho sana kwenye kufunga show. Baada yeye nakumbuka alikuja kama nani kidogo fidikiwa kashuka chini. Tukio la Dudubaya ile na kila alichokiongea kwenye stage pale na nini, kemea mambo fulani hivi, masuala ya jinsia moja na nini, wanawake na nini hivyo. Show yake pia ilivyokuwa, nadhani hata kama ulikuwa umeondoka lakini ime pop up sana mtandaoni, umeiona ile. Ilikuwaje ile? Nimejaribu sana kutafuta exactly alichokisema ili nisikie, sijakutana nacho. Usiniambie? Yes, nimejitahidi sana nisikilize alichokisema kwa sababu kuna baadhi ya sehemu unakuta wameimute ile. Kwa bila kujua exactly alichokisema, ndashindwa kutoa analysis yangu aliyosema exactly. Ila cha kwanza nilisikia akasema nimeumwa India, nimeenda nimerudi, serikali haikutoa msaada wowote. Umeona lakini namshukuru Mungu. So of course kuna ujumbe umo ndani, lakini haina damage yoyote. Haiko na hii ya pili aliyoisema. Ni nini nimekutana kwenye mitandao, lakini unaweza ukaniambia exactly ni kitu gani ambayo alichokizungumza? Ni kwamba wanawake siku hizi ndo wanawafanya wanaume. Ndio alichokizungumza hiyo kauli, yani kwa tafsiri nyepesi tu ndio alichokizungumza pale nani Dudubaya. Kwa akasema kwamba tumeharibika na nini whatever, kwa sitaki ya mambo yawepo. Sawa. Kwa hicho alichokisema ukweli lazima usemwe, cha kwanza. Kwa hiyo kama amekemea matendo machafu ni nusu ya usahihi. Nusu ya pili ni delivery, jinsi ya kufikisha. Unakumbuka huko mwanzo nilikwambia kwamba show nzima ukiacha ile tukio kidogo la yule biharusi kumkatikia temba na hiyo ya Dudubaya, show nzima ilikuwa ya kiungwana na kistaarabu kiasi kwamba baba anaweza kukaa na watoto wake na familia yake wakaiangalia show kwa sababu hakukuwa kuna uvunjifu wa heshima wala hakukuwa kuna maneno machafu kama wengi ambao wanatumia sasa hivi. Kwa hiyo angizingatia kwamba kuna watu wazima, kuna familia zimekaa zinasikiliza. Sawa. Kwa hiyo delivery yake angetafuta jinsi ya kuideliver kwamba hichi ni kitendo ambacho sio kizuri na AB. Siwezi nikampangia aideliver vipi, ila angedeliver katika njia ya kistaarabu. Kwa hiyo hii ni moja ya kitu hata huwa nawaambia watu ambao wanakosoa
haijakatazwa kukosoa, lakini kosoa. Ndio maana wanapenda sana nitoe mfano bora kabisa ambao Nabii Musa alayhi salam, Moses alipomfuata Firauni ambaye alikuwa amevuka mipaka, hakuanza kumwambia wewe Firauni umezengua wewe, unajifanya Mungu, unatesa watu, hebu nije mimi niondoke nao. Alienda akaambia mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, nimetumwa, naomba nipe hawa niondoke nao. Umeona yeye alivyokuwa nabisha, nipe dalili, akampa dalili, iwe ni nyoka, yule ni mkono, iwe ni nini. Na hakuanza na adhabu, alianza kwanza zile dalili. Alipoona kwamba jamaa kiburi, ndo zikaanza kuja zile adhabu, iwe ni wale nzige, iwe ni baadaye watoto kufa, iwe ni maji kubadilika. Na kwenye Qur'an iko very specific. Inasema hivi, a'udhu billahi minash shaitani rajim, idhhaba ila firauni, nendeni, kwa sababu alikuwa na Haman, umeona, na Harun, nendeni kwa Firaun. Idhhaba ila Firaun innahu tagha, hakika yeye amevuka mipaka. Fakulu lahu kaulan laina, nendeni mkamwambie maneno malaini. Kumbuka anatumwa mtume wa Mwenyezi Mungu, mmoja wa mitume watakatifu kabisa. Kuna mitume, kuna level fulani ambao anaitwa ulul azm, wale mitume watano bora kabisa. Musa yuko miongoni mwao. Sasa anaenda kwa mtu ambaye amevuka mipaka ya uovu, lakini bado Mungu anamwambia idhhaba ila faraun fakulu lahu qawlan layyina la'allahu yazakka, huenda akaongoka. Umeelewa? Kwa hiyo kulikuwa kuna uwezo wa kudeliver ujumbe wake katika njia ambayo ni ya kiungwana zaidi kuliko lile jambo. Lakini kama amekemea hilo jambo, of course ni kitu ambacho na sasa hivi imezidi sana. Yani honestly hivyo vitu it's too much. Na kama taifa inabidi tafutie namna. Yes. Wazazi waongeze sana maadili ya kuwalea watoto wao. Umeona? Wa kiume, wa kike, waangalie mashuleni, especially my international school, English medium Sweden, baadhi ya vitabu wanafundishwa ujinga. Hizi cartoon wanazoangalia, hizi movie wanazoangalia, umeona? Hivi vitu wanafundishwa, wanaonyeshwa kama ni kawaida hivi. Umeona? Kwa hiyo waangalie watoto wao wanasoma nini, marafiki yao ni nani, tabia zao zikoje, wawape maadili mema, misingi mema, la sivyo na binafsi sijawahi kusikia wala kukutana na bwabwa kacha kuwa bwabwa. Sijawahi kukutana wala yani mtu kwamba kaacha sasa hivi kanyoka iko straight, sijawahi labda ni ile wala kuna mmoja nimsikie juzi Pastor nani yule IPM alikuwa anazungumza, shout sana kwake, alizungumza akasema kwamba kuna ambao wanajifanya wanabadilika, wanakuwa watumishi, kwamba eti alikuwa kwenye hizo harakati, sasa hivi kama mtumishi si whatever hivi na hivi. Nadhani alizungumza kwa namna ambayo aliona kwamba inawezekana na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nadhani nikipata nafasi njia nzuri, nadhani njia nzuri ni hiyo kuelimisha watu yasiingie huko. Yes, preventive. Kwa prevention is better than cure. Kuzuia ni bora kuliko kutibu. Yani kinga ni bora kuliko tiba. Exactly. Yes. Okay, sasa kuna mtu akazungumza kwamba huyu sasa bora tu afungiwe muziki. Kwa kauli yake ana deserve kufungiwa muziki. Kama amekosa maadili, inabidi basi hata amfungie. Mimi ninavyokumbuka. Na sisemi kwamba afungiwe, lakini kumbukumbu nadhani walishai kumfungia. Unakumbuka? Sasa sijui ile hukumu ilikuwa imeisha au alimsamehe au vipi. Yes, lakini kuna hekima na busara ambayo inatakiwa kutumika. Tunarudi tena kwenye maandishi matakatifu. Kwenye Qur'ani nasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, idfa billati hiya ahsan. Repel, kabiliana kwa kilicho bora, kwa tabia bora. Fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawun kaannahu waliyun hamim. Unaporepel, unapokabiliana na uungwana na ustaarabu, hupelekea asilimia kubwa yule ambaye mna uadui kati yako wewe na yeye anageuka kuwa rafiki mstaarabu, muungwana. Umeelewa? Kwa hiyo kuna uwezekano wazee wakakaa na bududu baya. Kwambia sikiliza,
sisi tunaelewa nia yako ilikuwa ni kukemea hivi vitu, lakini kuna njia bora. Umeona especially ukiwa kwenye national television kama pale, kuna watoto wanasikiliza, kuna nini, mpeni nafasi. Kwa hiyo kama ni sikio la kusikia dawa, utaona atabadilika, delivery yake itabadilika. Kama ni sikio la kufa, then nani. Kwa hiyo kuna sasa hiyo inarudi kwa wazee na viongozi. Yes. Lakini naamini lengo lake ilikuwa ni kukemea, lakini delivery yake ndo haikuwa nzuri. Huenda akielimishwa na akaambiwa kistaarabu kwamba kwa lengo lako ungetumia njia hii ingekuwa more effective kuliko njia hii uliotumia. Umeona Kwa hiyo ni kitu ambacho kwa hiyo sasa hiyo mimi sio final say. Mimi sio jaji, hakimu ni jaji. Hiyo mamlaka zitajua ni approach gani wataamua kuitumia. Na nilimsikia alizungumza yeye mwenyewe akasema kwamba mimi kwenye hili siombi msamaha na nilifanya makusudi. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu anaamini alichokifanya ni sahihi. Ndio maana haombi msamaha. Anaamini alichokifanya ni sahihi. Na ukiangalia kiukweli anakemea kitu ambacho sicho ambacho hata kwenye Bible Qur'ani kimekataza. Yes, lakini nikasema ni nusu ya usahihi, sio kamili. Upande wa delivery ndo amefeli na amekosea. Kwa hiyo anachokemea ingiunganishwa na delivery nzuri, lengo au malengo yake yangekuwa bora zaidi. Yes, kwa hiyo huko the rest sasa watajua baina ya uongozi, mamlaka na yeye watajua wenyewe jinsi ya wanayamaliza vipi.